Siku moja kabla ya maadhimisho haya ya uhuru, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita Safia Jongo aliwahakikishia wananchi kuwa amani na utulivu vimeimarishwa na hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi. Lakini hazuiliwi mtu yoyote kuendelea na shughuli zake za kawaida. Wananchi waendelee na shughuli zao, na sisi jeshi la polisi tupo kuhakikisha tunawalinda na shughuli zenu zinaendelea kama kawaida. Katika maadhimisho haya ambayo pia ni siku ya mapumziko kwa wananchi, wakazi wengi wamechukulia kama fursa ya kutafakari kuhusu uzalendo, uwajibikaji na utumishi kwa taifa. Hata hivyo, katika manispaa ya Geita hali imeripotiwa kuwa shwari, huku watu wengi wakibaki majumbani isipokuwa chache waliolazimika kutoka kwa ajili ya shughuli zao za kujipatia kipato. Shughuli nyingi zimeonekana kuhamia pembezoni mwa mji ambako idadi kubwa ya wananchi wanafanya biashara na kazi mbalimbali za kila siku. Katika maeneo ya katikati ya mji, maduka makubwa, mikahawa na baadhi ya vituo vya kutoa huduma za kifedha vimebaki kufungwa kutokana na utulivu wa siku ya leo na maadhimisho ya kitaifa. Wananchi wametoa maoni mseto kuhusu hali hii chini ya kiwingu cha taarifa ya maandamano yasiyo rasmi ambayo yamepigwa marufuku na serikali. Watu wameogopa sana, lakini mimi nimeamua tu kwamba nikatafute mboga, nikatafute na riziki kidogo kwa ajili ya familia. Upande wa amani imetawala. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Vyombo vya ulinzi na usalama vinaimarisha usalama vizuri kabisa. Mtaa kwa mtaa tunashukuru kwa hilo, umeimarika. Of course maisha yanaendelea na kazi ndogo zinasonga. Kwa hali hii kiendelea, kwa kweli serikali haiwezi kupata mapato kwa sababu biashara nyingi hasa wajasiriamali wadogo biashara zote zimefungwa. Kwa hata serikali kujipatia kipato inakuwa ni changamoto, hasa kwenye upande wa ulipaji wa kodi, ina maana inakuwa ni changamoto. Kitendo cha kuambiwa nikae ndani wakati mimi nafanya kazi ya bodaboda, kwa kweli mimi inanikera sana, kwa sababu mimi nisipoingia kazini watoto wangu hawali. Sababu kazi yangu ni hii. Sina ofisi yoyote ambao naweza nikaenda kwamba nitegemee kwamba labda nilikuwa na hela ya akiba. Nategemea bodaboda niingie barabarani ili familia yangu iweze kula. Mimi nadhani hizi kelele zingeisha tu, kwa sababu sioni faida yoyote ile. Kwa sababu nchi yetu ni amani sana. Haya mambo hatujayazoea kabisa, kukimbizana, kujificha. Hata hao wanaopiga makelele kwamba wanahitaji sijui mabadiliko, mimi nadhani hata atakayeingia madarakani tabia ni ile ile tu. Kwa hiyo kikubwa tu tulinde amani yetu. Amani kishatoweka kuipata ni kazi sana. Kutoka Geita, Emmanuel Ibrahim, na hii ni Clouds.